nilivyokuambia hapo awali, leo tutaangazia ripoti ya 23 kuhusiana na hali ya haki za binadamu hapa nchini Tanzania kwa mwaka 2024 ambayo imepewa jina la kurejea kwa watu wasiojulikana. Ripoti hii imezinduliwa jana na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC. Ripoti hiyo ambayo hutolewa kila mwaka tangu mwaka 2002 kwa mwaka huu imebeba sura 7 ikibainisha mambo mbalimbali ikiwemo tathmini ya utekelezaji wa mapendekezo ya ripoti zilizopita. Na hapa studioni tunaye kaimu mkurugenzi wa Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC, Fulgence Masawe, tukiangazia kwa kina baadhi ya maeneo ya ripoti hii. Fulgence, karibu sana. Wewe sio mgeni hapa, sio? Sio mgeni sana Imani, na asante kwa kukaribisha. Sasa kama sio mgeni inabidi tusikwambie karibu. Au tuseme karibu kwenye mjadala. Hata kwenye nyumbani kwa utaambiwa karibu. Masawe, ni miaka 23 sasa mmekuwa mkitoa ripoti hii bila kupitisha mwaka. Kwa tathmini, ukiangalia mwenendo wa haki za binadamu tangu mlipoanza 2002 hadi leo 2025, hali ikoje? Ya hali kama ilivyoainishwa kwenye ripoti, kila mwaka tunaangalia kulingana na mazingira yaliyopo. Na hali yetu ya haki za binadamu kuanzia mwaka 2015 imekuwa na sitofahamu nyingi sana, na zimekuwa zinabadilika kulingana kila mwaka unavyoenda na kurudi. Na ukiangalia kwa mfano ilipofika mwaka 2017 kuna matukio mengi sana. Kwa mfano kwanza 2015 2016 tulikuwa na sheria nyingi sana zilitungwa. Kwanza sheria zile za cyber crime, access to information, sheria ya huduma za habari na nyingine ambazo zilitufanya Tanzania ikashuka sana kwenye ile index ya habari. Tanzania ilipoteza umaarufu sana kwa kiasi kikubwa pamoja na online content regulations. Kwa kipindi kile hali ilikuwa mbaya sana kwenye uhuru wa kujieleza na pia kwa ujumla kwenye maeneo haya kote, online content pamoja na hizi mainstream media kama mlivyo hapa Crown. Lakini ungeenda mbele ukafika 2017 tukatokea matukio mengi sana ya watu kupotea, watu kuuliwa, na kuna matukio ambayo tuliyaripoti 2017 mpaka leo hajawahi kupata jibu lake. Kina Azori Gwanda utakumbuka, kina Beni Sanane, viroba, watu wako na viroba huku kwenye fukwe za Coco Beach na kwingine. Kwa hiyo kulikuwa na matukio mengi sana rekodiwa kipindi kile, na tukatoa ripoti ya haki za binadamu inayosema watu wasiojulikana. Kwa nini watu wasiojulikana? Kwa sababu vyombo vya dola vyenyewe vilikuwa nasema watu wasiojulikana. Na hadi leo matukio yanapotokea, matukio ya ajabu, watu kujeruhiwa, watu kuumizwa, utaambiwa watu wasiojulikana. Kwa hiyo ndio kipindi kile tukasema ni ripoti ya watu wasiojulikana. Sasa ukienda mbele, ukienda haraka sasa tukafika ripoti uliozindua jana. Tukasema kurejea kwa watu wasiojulikana. Kwa sababu tuliona tena matukio yamekuwa ni mengi na yameendelea kwa kasi, na kwa bahati mbaya hata baada ya kutoa ripoti hiyo jana bado mwaka huu umeendelea na matukio yale ya watu wasiojulikana. Kwa hiyo kuna matukio ambayo yalitokea ambayo yanaumiza sana hisia za watu na pia kuatia watu wasiwasi. Na sisi kwenye haki za binadamu tunasema haki ya uhai ni haki namba 1 kabisa. Na hakuna kitu ambacho binadamu anakuwa na wasiwasi pale anapotoka nyumbani kwake hana uhakika wa kurudi salama. Au akiwa nyumbani kwake akasikia mtu anagonga, hajui aliyegonga ni nani. Kwa hiyo ni matukio ambayo kidogo yameogofya na yakawa natisha. Sasa kuna ambao walipotea mpaka leo hajulikani walipo. Kuna ambao walipotea wakapatikana wakasema kilichowatokea. Na kuna ambao walipotea na wakapatikana wamefariki na alikibao na wengine. Kwa hiyo ni matukio ambayo yamekuwa yanabadilika mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo wakati mwingine tunapojipima kwenye hayo maeneo tunaainisha haki ambayo ilivunjwa zaidi, na mwisho wa siku tunaenda kwenye mamlaka husika ijimulike. Na bahati nzuri ripoti yetu hatutoi wala kumlenga mtu, bali tunaitoa kuonyesha hali halisi na kutoa mapendekezo nikifanyike ili kukumbana na hali ambayo imeonekana kwa kipindi hicho. Hizi ripoti zimekuwa nakuja kwako Samir. Hizi ripoti zimekuwa zikisaidia kwa kiasi gani kupunguza matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu? Kwanza kwenye utetezi wa haki za binadamu, kwanza kuna kutoa elimu kwa umma. Kujenga ule uelewa kwa jamii. Unapojenga uelewa kwa jamii na wasaidia watu kuelewa nini kilichopo. Lakini pia kuiamsha mamlaka kwamba kuna tatizo hili na hili na hili. Yaani sawa na ukaumwa ukakaa nyumbani bila kwenda hospitali. Na kwenda hospitali ukipimwa, utapimwa afya, utafanywa vipimo, utapewa ripoti.
Ripoti ndio inaainisha una ugonjwa gani. Na unapoambiwa una ugonjwa gani unaambiwa ufanye nini. Kwa hiyo hizi ripoti mara nyingi zinaainisha maeneo ambayo kumekuwa na changamoto, lakini natoa mapendekezo ni kifanyike ili mamlaka husika inapoziona ijue nini cha kufanya. Sio tu kusema labda kuna hili na hili limetokea, anayehusika ni imani. Hapana. Nasema hili na hili limetokea, mamlaka zinatakiwa zichukue hatua. Lakini pia unatoa elimu kwa umma ili iweze kuchukua hatua zaidi. Mfano, kwa matukio ya watu kupotea au watu kutoweka, unaweza ukasema labda wengi wanasema labda jeshi, vyombo vya dola. Lakini na wengine watakwambia kwamba labda jeshi linapofanya kazi zake isipofuata uweledi, pia inaruhusu wahalifu kufanya kwa style ile ile wanayofanya watu. Kwa mfano kama polisi wakaja hapa bila kufuata sheria, wakaamua kukubeba, kesho akija mhalifu akatumia njia ile ile aliyotumia mhalifu, huwezi kujua wakati mwingine polisi anafanya. Kwa hiyo tunatoa tena elimu kuambia kwamba turudi kwenye weledi. Unapofanya kazi yako ifanye vizuri. Lakini pia tunatoa elimu kwa umma in such a way nao watoe taarifa. Maana uhalifu ni zao la jamii. Na jamii ndio sisi. Wewe unapoona uhalifu unatokea unakaa kimya, ina maana ndio unaathiri jamii yenyewe. Lakini kama wewe hujaona wewe ndio mhalifu wenyewe, ujue pia kuna watu wanafuatilia na wanakumulika. Kwa mwisho wa siku inasaidia sana kuonyesha kwenye maeneo hayo. Lakini pia ni kuomboleza. Unajua unapopata tukio ni vizuri kwa mfano tunapoadhimisha matukio makubwa makubwa yaliyotokea duniani, ni sehemu ya kukumbuka wale ambao tumewapoteza, wale ambao wamepotea na ambao maelezo yao hayajawahi kutolewa. Mpaka leo tunaandika ripoti, unamtaja Azori Gwanda, unataja Beni Sanane, unataja kina Kaguye, unataja kina nani, na sasa hivi kuna kina Deusdedith Soka, kuna sasa hivi unasikia Mdude Nyagali. Kwa ni matukio ambayo yanatokea ambayo kidogo lazima ueleze jamii kwamba kuna tatizo hili, na unaposema kuna tatizo ina maana sasa ni kuchukua tahadhari, lakini pia na mamlaka husika zitoe ulinzi kwa jamii. Mnatoa ripoti hizi kila mwaka, na kama ambavyo unasema nyinginezo zimekuwa kama zina usugu ndani yake, tunasema kwa kujirejea kwamba tatizo hata kama mmelizungumza limepatia ufumbuzi labda kwa kiasi fulani, lakini baadaye mnakuta linarudi tena na kuleta ile hali ambayo pengine awali ilikuwepo ikazidi ama ikapungua. Kwa mambo kama haya ambayo mnafanya na mkaona yanakuwa na muendelezo, hayapati unafuu kwa kiasi kikubwa, huwa ni nini ambacho kinafuata kwenu? Nini kinafuata ni kuendelea tu kufanya kazi ya mamlaka. Mfano kuna maeneo ambayo tumekuwa na changamoto nayo siku zote. Sio kwa naomba tu ni kwa sababu tu nimezungumzia hayo watu kurejea kwa watu wasiojulikana, kwa sababu watu waliotoweka kwa mwaka jana na miaka iliyofuata. Sio kwa kwamba miaka iliyopita katika watu walikuwa watoweki. Kwa mwaka jana matukio yalizidi yakawa mengi zaidi, ambapo tulikuwa tunayajua moja kwa moja alikuwa ni 63, acha mengine ya nyuma yake. Kuna sehemu ambazo kwa mfano ukatili wa kijinsia na ukatili wa watoto ni sehemu ambayo imekuwa inaenda mbele na kujirudia. Kwa mfano ukiangalia ripoti yetu ya mwaka jana inaonyesha 41% ukatili uliofanyika ni dhidi ya watoto. Lakini ukirudi ripoti ya kabla yake inarudi kwenye upande wa wanawake. Lakini watu naamini kwamba kwenye huu ukatili wa kijinsia, ukatili wa watoto, mara nyingi ni sisi wenyewe kwa wenyewe. Jamii yenyewe. Huwezi kunyoshea mkono serikali. Utanyoshea mkono serikali pale ambapo hajatenga sheria au hajatengeneza sheria ambazo zitasaidia kutoa elimu au kuwajibisha wale wanaofanya. Lakini wanaovunjiana hizi haki ambazo ni za watoto, wanawake, kwa sababu serikali haiwezi kuwa mtoto, serikali haiwezi kubaka, serikali haiwezi kufanya ukatili wa kumpiga mama nyumbani, haiwezi kumchinja, kwa sababu matukio ya wenza kuuana yanaongezeka na yanatokea kila siku. Na maelezo ni marahisi tu, wivu wa mapenzi. Wivu wa mapenzi ndio uwe mwenzako. Kwa hiyo matukio ambayo huwa yanaongezeka, yanafika sehemu yanapungua. Bila shaka kila jambo linahitaji suluhu ama linahitaji kufanywa kitu ili lipatikane dawa yake ama tunasema tiba yake. Na kama kitu kinakuwa hakiponi, kiko pale pale, manake kwamba unabidi kutafuta mbadala ama nguvu ya ziada ili kuweza kupata suluhu ya hicho kitu. Kuna jambo lote mmefikiria kwamba labda tukifanya hiki inaweza ikasaidia kwa namna fulani? Yapo mengi tu. Kumbuka kwanza rais alipoingia madarakani, katika vitu ambavyo alifanya mojawapo, kwa mfano aliunda ile commission ya haki jinai. Ile tume ya kijinai ina maana iliundwa kwa sababu alijua kuna changamoto kwenye eneo la haki jinai. Sasa tunasema nini kifanyike? Ukienda kuangalia ile commission iliainisha mambo mengi sana, ile tume iliainisha mambo mengi sana ambayo ni mazuri,
ambapo sasa ukiangalia yangeenda kutekelezwa kama tume ilivyopendekeza, yangeweza kupunguza baadhi ya matukio, kwa mfano ya utekaji na mengine. Mfano, ueledi kwenye vyombo vya dola. Kusema vyombo vya dola vifanye kazi kwa ueledi, ina maana unarudisha pia imani kwa jamii, kwamba mtu akikamatwa kweli kakamatwa na polisi, amefuata taratibu, walikwambia peleka kituo gani, sio unakuja unamnyakua mtu tu unapotea naye, baada ya siku 3 siku 4 unasema yuko polisi, baada watu kutafuta. Sasa inatokea mengine sana nyakuliwa hivyo, harudi tena ndio kapotea, haujui ilitokea nini. Kwa hiyo tukiangalia kwa mfano mapendekezo yaliyotoka kwenye ile haki jinai, mojawapo yalikuwa kwa mfano kutengeneza chombo cha uangalizi wa polisi, yani ile police oversight body, kwamba chombo ambacho kwa mfano ukasema unayemlalamikia jeshi la polisi, usiende kulalamika jeshi la polisi, uende kulalamikia kwenye mamlaka huru ambayo itachunguza haya unaolalamikia, kama unaamini alifanya ni polisi. Lakini kama sio polisi, na maana polisi nao wakichunguzwa itaonekana polisi hawajafanya, na maana utakuwa umesafisha polisi. Maana mara nyingi matukio mengine tunanyoshia mkono polisi, lakini hatuna mtu wa kuchunguza polisi, au polisi wajieleze hatujafanya na mamlaka zichunguze. Na maana mwisho wa siku sasa inakuwa polisi wanajichunguza wenyewe kwenye tuhuma ambazo zimeenda kwao. Kwa hiyo ndio changamoto inayotokea. Kwa hiyo unakuta sasa jamii inakuwa ina imani na polisi. Polisi nayo haina sehemu ya kujitetea. Unajua polisi wanaga sehemu ya kujitetea. Wao tu wanarushia lawama, atatoka polisi hapa akiongea afanda, anaongea kwa lugha ya vitisho. Mwisho wa siku utasema ndio hao wababe tu, kumbe wao ndio walikuwa trained. Polisi ana lugha laini. Haya mapendekezo mnayokuwa mnayatoa Masawe, huwa yanafanywa kazi? Kuna ambao amefanywa kazi. Amefanya kazi kwa kiasi kikubwa, lakini wanasema habit dies hard. Yaani kwamba mambo ukishazoea sana, kufa kwa haraka ni ngumu. Mfano, tulikuwa na mtindo wa kuwakamata watu na wapeleka mahakamani. Nitakupa mfano. Alafu nasema upelelezi haujakamilika. Umemkamata kwa nini kama upelelezi haujakamilika? Je, upelelezi ukamilika ukaona alikuwa hajafanya, sitabidi ulazimishe tu kesi iende kuonyesha kwamba alifanya. Sheria ilibadilishwa ikasema sasa hivi usimkamate mtu kabla ya kukamilisha upelelezi. Kama ukifisha mahakamani uambie kesi iko tayari. Tulikuwa na changamoto. Hiyo ni kwa makosa yote Masawe? Kuna exception ambao ni ndogo sana, lakini makosa mengi ambayo unayajua imani kwa asili yake ni makosa ambayo polisi wanaweza kapeleleza wakajiridhisha, alafu ndio akakukamata ndio akakufikisha mahakamani. Sio unapeka mahakamani ndio unasema tunapeleleza. Unapelelezaje mtu ambaye umeshamkamata sasa? Mimi natamani turudi tena kwenye ripoti. Ripoti inaonyesha kwamba watoto wanaongoza kwa kuwa wahanga ukiukwaji wa haki za binadamu kwa 46%. Kwa uzoefu wako na jinsi ambavyo mmekuwa mkiandaa hii ripoti, sababu ni nini? Ndio maana nimesema kwamba kuna mambo mengine jamii lazima ipewe elimu, kwamba ibadilike na iache ukatili. Maana hayo yote yanayofanywa na serikali yanafanywa na wananchi. Na sehemu kubwa ambayo ukatili dhidi ya watoto, mbali na hizi za kingono, kuna pia human trafficking, hii usafirishaji haramu wa watoto. Utumikishaji wa watoto na mambo mengine kama hayo, na kwenye maeneo ambayo Masawe ulikuwa ukituambia kuhusiana na watoto kuwa wahanga wakubwa wa matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu, na ulikuwa ukitueleza sababu zake. Sababu zake ndio nasema ni jamii imegeuka tu kwa katili. Kwa mfano makosa ya kingono haya na mengine. Nakumbuka ripoti yetu imegawanyika kwa sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni upande wa bara na wengine sehemu ya pili upande wa Zanzibar. Na upande wa Zanzibar tunashirikiana na Safaiko kufanya utafiti kwa upande wa Zanzibar. Ukiangalia haya makosa, yani ukatili dhidi ya watoto unaongezeka kwa kasi sana. Na ukatili tunaozungumzia mwingine ndio huo makosa ya kingono, lakini usafirishaji haramu, lakini na ukatili wa kuumiza watoto. Unasikia mtoto kachoma mikono, mtoto kauliwa, mtoto kaiba 500. Kaiba 500 kurudisha kado kwa chakula, wewe unasema kaiba 500. Yani mtoto kakala mboga tu, mtoto anachomwa moto kabisa. Kwa hiyo ukatili umezidi. Na tunasema nadhani ili tatizo la afya ya akili ambao ni sehemu ambayo tumeainisha pia ni mchango mkubwa sana kwenye ukatili. Mtu anakuwa na changamoto zake za kiuchumi, zinamwathiri akili, kila kitu. Akifika nyumbani kila anayemwona ni adui tu. Kwa hiyo katoto kakimchefua anaibuka nacho, yani anamaliza hasira zake pale. Kwa hiyo unakuta watoto ni wahanga wakubwa sana kwenye matukio, wanafuata wanawake. Kuna jambo limenifurahisha Masawe kwenye hii ripoti. Mikopo inayotolewa mitandaoni.
Hili ni eneo ambalo mimi nina interest nalo sana. Na nimeona ripoti imedadavua kwa kina kwamba hii imepelekea uvujaji wa taarifa za watu binafsi, lakini pia udhalilishaji wa watu mitandaoni. Hili tatizo ni kubwa kiasi gani na limewaathiri vipi wananchi? Kwa kweli ripoti bainisha eneo la mikopo umiza na mikopo ya mitandaoni kwa ujumla. Kuna kausha damu. Kausha damu, sio mikopo umiza, kausha damu. Nafikiri wanawake ni wahanga wakubwa sana wa kausha damu. Imeibuka taasisi ambazo zinakopesha siku hizi. Na kukopa ni rahisi sana kwa sababu ya simu, kila mtu ana simu. Kuna taasisi ambazo zinakopesha hata kwenye simu kawaida. Lakini zinachukua taarifa za watu wale kwamba unapomruhusu kwamba access information zako, taarifa zako kwenye simu yako, anawageuza wale ambao unawasiliana nao kuwa ndio wadhamini wako. Kwa hiyo unapokopa mwisho bila ruhusa ya huyo ambaye hata amegeuzwa kuwa mdhamini, kwa mwisho wa siku umekopa Imani, lakini Nasra Samira anapokea message, anapigiwa bora message, Imani anadaiwa hajalipa. Sasa unaanza kujiuliza, hajalipa na wewe ni mdhamini wake. Kwa hiyo wanachokifanya hata sio kudai, shida yake ni kumdhalilisha kwanza Imani, kwamba Imani amekopa na hajarudisha. Kwa nini taarifa za benki au taarifa za kifedha huwa zinakuwa ni za siri? Kumbuka mwaka juzi mwaka 2022 tulitunga sheria ya personal data protection. Kwa hiyo nafikiri uelewa pia kwa jamii yetu na kwa wanaoendesha hii mikopo hawajapata elimu vizuri kuhusu ulinzi wa taarifa binafsi za watu. Lakini pia mamlaka ambayo ni BOT, maana benki kuu ndio ina mamlaka ya kusimamia hizi kampuni zinazotoa mikopo. Sijui kama zile sera wanazopeleka kule wanaposajili, kwa sababu unaposajili taasisi yote ya kukopesha ya kufanyaje, lazima upeleke sera yako. Mikopo yako ni aina gani, unaitoaje, kwa vikundi, riba zako zikoje na nini. Sasa naona kama watu wengi wanakimbilia kwenye hizi za kufanya za kwenye online, yani kwamba kufanya tu kwenye mitandao inakuwa ni rahisi. Kwa hiyo unakuta wanakopesha hela ndogo ndogo 5,000, 10,000, 20,000, lakini mwisho wa siku unakopesha 10,000 unarudisha 15,000, ni zaidi ya 50. Umeona? Unaweza kuona ni hela ndogo lakini anakusanya nyingi sana. Yaani sawa na zile unaponunua kitu online unaona shilingi 5. Kumbe mnanunua watu milioni 1. Kumbe mwenzako ashakusanya milioni 5. Kwa hivyo tu. Kwa hiyo unakuta ndio mfumo unaotumika. Na kwa bahati mbaya sasa hizi taasisi hazifuatiliwi haziratibiwi kwa ukaribu. Utakumbuka kwa mfano mwaka jana kuna bwana ameuliwa huko Kibaha. Na taasisi na wafanyakazi wa taasisi moja wanaenda kukusanya mkopo. Sasa kama inafika sehemu mpaka zile taasisi zinakuwa na kiburi kiasi kwa kwamba wale watumishi wake wanaweza kumpiga hata mtu kwa kumdai. Kwa hiyo unajua ni namna gani watu wanaumizwa na hii mikopo. Na hii mikopo unajua ukiwa na shida, wewe unapokopa usomi hata zile mikataba, wewe unataka tu kutatua jambo lako kwa haraka. Alafu na riba zake zinadanganya. Naweza kuambia 6% kwa mwezi. Wewe unafikiri ni ndogo. Kumbe wewe unafikiri 6% ni kwa mwaka. Na ukija kuzidisha ni hela nyingi sana. Unakuta hela uliochukua unarudisha hata mara 10 au mara 3 mara 4 ya hela ambayo umekopa bila wewe kujua. Na wengi wanashindwa. Hili ni janga kubwa sana. Ni nini ambacho mmependekeza ili kuweza kupata ahueni katika hili swala? Ni mamlaka husika. Tuanze na BOT yenyewe, benki kuu. Benki kuu ndiye mratibu wa hizi taasisi zinazotoa mikopo. Lakini pia elimu kwa umma. Watu wanapokopa hizi hela, unapokuwa na shida usiongeze shida nyingine. Unajua tumekuwa na tabia ya kupata njia ya mkato kutafuta suluhu za matatizo tulionayo. Unapokuwa na tatizo la shilingi 5 sasa hivi, lakini unapoteza utu wako na kila kitu kupata ile shilingi 5, ukishaipata unaanza kujutia. Ndio unaanza kukumbuka kwamba nilichokubaliana nacho sio hiki. Kwa hiyo kwa bahati mbaya ni jamii yenyewe. Na kumbuka pia elimu kwa jamii ya fedha ya kwetu bado iko chini sana. Watu hawaelewi madhara ya mikopo na unakopa kwa sababu gani. Kwa sababu unakopa kwa ajili ya kufanya biashara. Lazima ujue biashara unayofanya ina riba kiasi gani, ina faida kiasi gani. Ile faida unalinganisha na riba ya ule mkopo. Kuna wakati mwingine unaenda kufanya biashara yenye faida ya 5% ya ulichowekeza. Alafu unaenda kuchukua mkopo wenye riba ya 12%. Ukienda kulipa ule mkopo unachukua mtaji na faida
unaenda kulipa na haitoshi. Kwa hiyo ile elimu ya fedha watu wengi hawana. Wao wanafikiri hizi hela za mikopo labda zina majini, zina nini. Kumbe wewe ufanyi mahesabu. Wewe unasema tu naenda kufyatua tofali, nitauza tofali, nitapata faida kiasi fulani. Lakini ukienda kukopa, wewe uangalie kwamba utakaporejesha utarejea kiasi gani. Ukienda kupiga ile mahesabu, unakuta ili urejeshe ule mkopo, unachukua mtaji uliokuwa nao, unachukua ile uliokopa, unachukua na faida uliokuwa umepata, unaenda kulipa na bado unadaiwa. Masawe, kila siku unajikuta unadaiwa. Yaani utadaiwa tu, na wengi wamejinyonga, wengine wamejiua, na ndio wanafanya hata ukatili hata majumbani mwao. Kabisa. Kutoa ripoti ni jambo moja. Lakini kama ulivyosema, ripoti zenu zimekuwa zikisaidia sana wananchi na kuwakumbusha kwamba wanatakiwa kufahamu haki zao, lakini pia waripoti matukio kama haya yanapotokea. Mnafanya nini kuhakikisha kwamba hii ripoti inawafikia mpaka wale wananchi ambao labda hawawezi kufikia kwenye mitandao ya kijamii na wanaipata hii ripoti? Kwanza ripoti yetu ukiangalia ni kubwa, ina peji zaidi ya 400. Na tunajua kwamba kwa Mwafrika utaka kuficha kitu kiweje kwenye maandishi. Kabisa. Ambacho watu tunakifanya, tunatengeneza ripoti sasa zilizo rahisishwa ndogo. Yaani vidogo tu unafanya kama summary. Unatafuta yale maeneo yale ambayo ni nyeti sana, unajua kwamba kwa ajili ya kutoa elimu na watu wajifunze pamoja na mapendekezo. Kwa sababu hata unaenda kwenye mamlaka za serikali unawaambia kuna shida ya mikopo umiza. Huwezi kumpelekea ripoti yote ile akasoma. Lazima huo umeichambua, ukairahisisha, ikawa rahisi ukampelekea. Kwa hiyo inarahisisha sana, lakini elimu kama hizo unazopata kwenye vyombo vya habari kama hivi ndio sema kufikia umma wenyewe ili waweze kujua yanayoendelea kwenye ripoti yenyewe. Lakini ripoti pia tunatoka mpaka kwenye nukta nundu braille kwa ajili ya watu wasioona. Lakini tunayotoka kwenye braille ni ile ya summary, ni ile iliyo sijui summary Kiswahili chake kizuri kipi Imani. Kwa hiyo iliyofupishwa au iliyorahisishwa kwa ajili watu wapate kufikiwa na hai. Kwa hiyo ni kazi ambayo tunaifanya, na tukishazindua kuna mkakati unaotengenezwa ambao unaitwa dissemination wa kufikisha report kwa watu sasa. Kuna ambazo zitaenda kwa mamlaka, kuna ambazo zitaenda kwa umma. Umma ni kwa ajili ya kuwajengea uwezo, lakini mamlaka ni kwa ajili ya kufanya uchechemuzi, waweze kufanya maboresho kwenye yale maeneo ambayo yanawezekana. Lakini pia kumbuka hii ripoti huwa inatumika sana na watafiti. Wanataka kujua hali ya haki za binadamu au maeneo mbalimbali kama hayo kwa Tanzania, hali inaendaje, utekelezaji wa sheria, haki za binadamu kwa ujumla. Kwa hiyo inawasaidia tu kupata elimu kwa ujumla. Sisi waandishi inatusaidia kupata na kuona unaporejea takwimu hizo. Na zitazama kila muda, yani hapo nimeshapata kama story kama 4. Kila natamani kila kitu unaanza unataja percentage. Kila kitu yani nimeiangalia na kila kitu kilikuwa kinanistua. Kila nikisoma naona kitu kingine ambacho nitaka kuuliza Masawe ni kwamba mpaka nimesha sawa, wakati unafikiria hebu Masawe tueleze tofauti wa ripoti hii na nyinginezo ambazo mmeshawahi kuzifanya ni upi? Ya tofauti yake kama nilivyosema awali kwamba ripoti hii imejikita zaidi kuangalia, ndio maana imeitwa kurudi kwa watu wasiojulikana, kwamba utofauti wake ndio huo. Lakini kumbuka pia mwaka jana ulikuwa mwaka wa uchaguzi. Uchaguzi wa za mitaa. Tunaainisha uchaguzi ulivyofanyika na changamoto ambazo ziko ndani ya ile uchaguzi. Lakini tunapoainisha changamoto ni kwa ajili ya kupeleka kwa mamlaka zenyewe sasa ziweze kuboresha, kwa sababu mara nyingi tunapoandika ripoti kwa mfano za uchaguzi au watu wanaofanya uangalizi wa uchaguzi, wanachokipata kule kwenye kuangalia uchaguzi sio kwa ajili ya kwenda kuficha. Ni kwa ajili ya kuonyesha sema hapo kuna mapungufu, kwa ajili ya kuboresha. Kwa hiyo unaona kama kitu ambacho tofauti sana kwa ripoti hii ni kwamba mwaka jana pia tuko na uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini uliona changamoto zake. Kila uchaguzi una changamoto. Kwa hiyo lazima uainishe hizo changamoto na namna ya kuzifanyia kazi. Lakini pia mwaka jana pia tulitunga sheria 3 zinazoendana na mambo ya demokrasia. Kuna sheria ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, ambapo tuliona kuna sehemu ambapo tumepiga hatua, lakini kuna changamoto zilizo ndani ya sheria. Lakini pia tukatunga sheria ya tume huru ya uchaguzi, lakini na ile ya inahusiana na vyama vya siasa. Kwa hiyo ni sehemu ambazo unaona kabisa kuna vitu vilifanyika mwaka jana kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa, lakini ambavyo vilifanyika kwa ajili ya maandalizi ya uchaguzi mkuu mwaka huu. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ukiangalia kwenye ripoti za kipindi kama hicho huwa zinakuwa tofauti kidogo kulingana na hasa kwenye mambo ya demokrasia na utawala. Umegusia kitu cha muhimu sana kwenye swala la mwaka huu kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kwenye ripoti yenu nini kikubwa mmekigusa hasa na kusisitiza kuhusiana na uchaguzi wa mwaka huu? Ndio hizo sheria zilizotunga sasa. Kuna sehemu ambazo kwa kweli tumeona sheria zimeboreshwa,
lakini unasema watu tumeona sheria zina changamoto. Kwa mfano ukiangalia chaguzi za nyuma, tulikuwa na uchaguzi, kuna kura ilikuwa inaitwa kupita bila kupingwa. Yaani ukiwa mgombea pekee hata kura upigiwe, hata kampeni ufanye, umeshinda. Lakini kwa sasa hivi sheria inataka ukapigiwe kura. Na hata ukiangalia uchaguzi wa serikali za mitaa, kuna watu walishindwa wengi tu kwenye kura ya hapana. Yaani alikuwa mgombea peke yake na akapigiwa kura akawa hapana. Japo tumeona changamoto yake sasa, hapana haina wakala. Haina wakala. Kwa hiyo tuangalie, tukasema sasa hii sheria tunaenda kwenye uchaguzi, tuangalie namna ya kuboresha sehemu ya kuweka wakala wa hiyo kura ya hapana, japo hatujui atatoka chama gani sasa. Na hiyo ina changamoto yake, kwa sababu yule ambaye labda hakuweza kuingia kwenye karatasi la kura kwenye kinyang'anyiro, sasa sijui akaeke wakala na yeye akasimamia ile hapana. Kwa hiyo kuna sehemu ambazo kwa kweli kuna changamoto zake ambazo pia zimeanza kufanya joto la uchaguzi la mwaka huu likaamka mapema sana. Huenda hata mwaka huu tusipoenda taratibu, tusipopunguza kasi, na ukawa ni mwaka mwingine mwenye changamoto kwenye maeneo ya demokrasia na utawala zaidi. Okay, tutarudi hapo Masawi, lakini kwa sasa nataka tuwatazame wanaume. Hiyo ripoti inaonyesha kwamba wanaume ni kundi la tatu, wanaanza watoto, wanawake, wanaume kwa 15%. Lakini ukiangalia kwenye jamii yetu wanaume hawaongei sana. Manake hao ndio walio ripoti. Inawezekana kwamba huenda kuna namba kubwa labda ni sawasawa na wanawake, manake tamaduni zetu sisi tumezoea kusema mwanaume ni baharia. Mtoto wa kiume unakuja kuripoti. Kwenye channel yetu ya YouTube Ngoni Barbershop ametuandikia, na isikiliza kasri la kikeke, yani mikopo ya kausha damu inatugombanisha sana na wake zetu da. Yani mwanamke anachukua mkopo bila hata kukushirikisha wakati wa malipo, bila hata kukushirikisha, alafu wakati wa malipo ndipo mnaanza sasa kushirikishana. Labda tutazungumzia hilo tukipata muda, lakini natamani tuwageukie wanaume hivi sasa. 15% ukiwa namba 3 katika haya makundi ambayo kwa haraka nimeweza kuyaona kwenye ripoti yenu Masawe. Hii ni idadi yenyewe ama wanaume hawasemi? Ya, kwa kweli hilo ni siri kubwa kwetu sisi wanaume. Wanaume ni tunakufa na tai shingoni, huwa tusemi. Na hata tunaosema wengine tunachekwa kabisa. Ya, kwenye utafiti hata baadhi ya hao ambao wameripoti ukatili, wametoa taarifa za ukatili, pia walipata changamoto za ukatili. Kwanza kwenye nyapaliwa. Cha pili unaambiwa hata wewe. Ni kweli jamii yetu imejengwa katika misingi ya kwamba mwanaume hatakiwi kulalamika, au mwanaume akifanywa ukatili au chochote hatakiwi kupiga kelele. Na utaona hata tunayozungumzia haya afya ya akili, nyingi wanaoathirika zaidi na wanaume, lakini natokana na haya kuficha. Unajua mwanaume pia huwa alii. Lakini sio kwamba waumii, wanaumia lakini wanavumilia. Unajua ukilia unapona. Kwa hiyo huenda hiyo 15% sio uhalisia. Kwa sababu hata wanaofanywa ukatili hawajitokezi. Ukiangalia hiyo uliosoma hapo, hiyo hilo, kuna mwananchi amecomment kwenye YouTube ya kwenu. Anakuambia kwa mfano wanawake wanachukua mikopo, washirikisha waume zao. Wakati wa kulipa wanashirikisha. Huo ni ukatili. Wow. Huo ni ukatili kabisa, kwa sababu hiyo mnafikiri ukatili ni mpaka mtu akutie kidonda au akuvunje mkono? Hapana, lakini ukate sikio. Sikujua kwamba nikichukua mkopo sijamshirikisha mwenza ni ukatili. Huyo hapati usingizi siku 2 huyo, au mwezi, au anakuja nyumbani hakuna makochi au hakuna nini, au yuko barabarani anasimamishwa, anaambiwa shuka, gari inachukuliwa. Unaona? Huo ni ukatili, kwa sababu unajua katika kitu ambacho watu tunakosea, watu tunaamini kwamba afya ni mwili, afya ni akili pia. Kwa hiyo ndio maana hata ukiangalia kwenye vile vigezo kuambia, kwa mfano ukatili unaofanyia, kuna ukatili ambao ni physical na ukatili ambao ni emotional. Unaona? Ukatili wa kihisia. Ukatili wa kihisia. Nao unakuwa na madhara makubwa sana, na huo unaumiza watu wengi sana. Kwa hiyo unalolizungumza hapo sio kwamba ameliongea tu kachukulia kama utani, lakini ukweli huo ni ukatili mwingine wa hali. Kwenye hiyo 15% ni ukatili wa namna ipi ambao umeshamiri kutokeza kwa upande wa wanaume? Ni marital issues, mambo ya wanandoa zaidi. Mambo ya wanandoa, na ndio hao yameibuka zaidi. Ukatili wa ndani kama mume na mke, ukatili wa vipigo upo, ukatili wa kunyimwa vyakula upo, ukatili wa kunyimwa nyumba upo. Kuna mwanaume ambaye asipopeleka chakula nyumbani apewe chakula kama kipo. Unaambiwa hujaleta chochote unataka kula. Kwa hiyo wewe huli. Asiyefanya kazi. Au unaambiwa mwanaume suruali. Lakini pia kuna changamoto pia za wanaume siku hizi.
nafikiri umenielewa Imani. Hii changamoto pia inatumika kama ukatili tena dhidi ya wanaume, kwa sababu pia mwanaume pia anapokuwa mistreated pia naye ana develop some emotional issues ambazo zinamfanya anakuwa dysfunction kabisa. Sasa isifike sehemu kamuita joka la mdimu au mwanamume suruale, mambo mengine kama hayo, wote ni ukatili, japo wengine hawezi kuona kama ni ukatili kabisa. Masawe, muda wetu unatutupa mkono na hii ripoti ni ndefu, hatuwezi kuimaliza kwenye kipindi kimoja tu. Naomba tugusie swala la mwisho, swala la ukatili kwa watu wenye ulemavu. Naona asilimia zao ni 4 peke yake. Umepanda umeshuka ukilinganisha na 2023? Ya kulinganisha na 2023 naweza nikasema umeshuka, lakini matukio ya 2024 yalikuwa naumiza zaidi. Ya kama utakumbuka mtoto wa Simwe Novat aliyeuliwa kule Bukoba, ni tukio baya kwamba mtoto anauliwa kwa sababu ni mtoto mwenye albino. Lakini kuna tukio la mtoto Kasuku au ni jina limetoka wa Geita, naye alinusurika, alipigwa panga yule mtoto mwenye albino. Ni kati ya matukio ambayo yanaumiza sana. Nakumbuka ukiangalia tulikopitia miaka ya nyuma na mauaji ya watu wenye albino, inapotokea kwa mtoto mmoja au kwa mtu mmoja, inajenga ile hisia ambayo tayari watu walipitia kipindi kile, na inaumiza sana kwa watu ambao labda wenye jamii wa albino au watu wenye familia wana watu wenye albino. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ndio unaweza kusema labda asilimia ni ndogo, lakini ukatili uliofanyika ni mkubwa na unaumiza zaidi. Lakini pale tuliporudi nyuma pale, ukatili wa wanawake na wanaume, kuna mambo ya intimate partners homicide. Mlikumbuka mauaji mengi sana ya mume kamua mke, mke kamua mume, mmoja ya wenza, wanakuambia kwa sababu ya wivu wa mapenzi. Kwa hiyo kuna hizi katili zimeripotiwa hapo, lakini unaweza kufikiri labda ni ukatili wa kawaida tu wa kibao au wakutiwa ngeu kwenye mguu, kwenye kichwa, umetiwa kovu, lakini kuna wengine wameuliwa kabisa. Utakumbuka hata hapa Goba waliuana, kuna mwanamke aliuliwa kabisa. Kwa hiyo ukisoma kwenye taarifa yetu, na kwa bahati nzuri unajua kwenye dunia ya teknolojia sasa hivi ni rahisi sana upatikane na taarifa. Maana taarifa nyingine ni za media survey, nyingine ni za field research, na nyingine ni taarifa za polisi. Kwa hiyo ni taarifa ambazo zinapatikana mpaka majina yanafahamika na matukio yalikuwaje. Kwa hiyo ukatili, na nimesema toka mwanzoni, huko sisi wenyewe kwa wenyewe ndio tunafanyiana. Okay. Tunakaribia nusu mwaka Masawe. Kwa jinsi ulivyoona mwenendo wa huu mwaka na ukiangalia hii ripoti ambayo umeitoa kwa mwaka jana, kwa haraka ya mwakani inaweza kuwa mbaya zaidi ama mambo yatashuka, na ukizingatia kwamba kabisa umeshatupa kama angalizo kwamba ukitazama sasa ni tunakwenda kipindi nyeti, mwaka wa uchaguzi, tena uchaguzi mkuu. Ya kama nilivyosema, tulisema ripoti ya watu wasiojulikana, kurejea kwa watu wasiojulikana. Mwaka huu umeendelea. Mwaka huu hujapita salama. Ukiangalia matukio ya kada wa CCM Mwanza, ukiangalia pia ilianza mtu wa Chadema kule Mwanza, ikaja yule wa CCM, imekuja Mbeya, imekwenda wapi. Yani haya matukio mwaka huu yameanza pia vibaya. Matukio ya watu kupotea, watu kutekwa. Juzi Father Kitima pia kudhuriwa na mambo kama hayo, bado hayajengi picha nzuri sana. Lakini pia joto la uchaguzi kwa mwaka limeanza mapema sana. Kiangalia kwa raptures zinazotokea, polisi na wafuasi wa Chadema na no reform no election, ACT na Operation Linda Demokrasia na mambo kama hayo. Unasikia Warioba anasema tunatia meza maridhiano, CCM anakuambia hatuna ugomvi na mtu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo mambo ni mengi. Kuna watu ambao wameshatolewa kwenye uchaguzi tayari, japo wenyewe hataki uchaguzi. Kwa hiyo unafika sehemu unachanganyikiwa. Huenda hali isiwe salama sana na viashiria sio vizuri. Nafikiri kuna haja ya yale ambayo nashauriwa hasa kwenye eneo la demokrasia hili, meza maridhiano inalipa. Ukiangalia 4R za rais, nafikiri kwa na hizo reform, reconciliation, resilience and rebuild. Ina maana resilience ile ni uvumilivu, tuvumiliane. Lakini hizo reform kujenga upya, tujenge upya. Zile reconciliation haziwezi kufanyika hewani ya Imani, lazima tukae tuzungumze. Ukinyoshia kidole niambie tatizo liko wapi. Na tunapata wazee kama kana Warioba, kana Butiku ambao wako tayari kusaidia, kuwasikiliza pande zote mbili. Mnaweza mkaongea, mkakubaliana kutokubaliana, lakini ikapunguza tension kati yenu. Umeelewa
So unaweza kuwa na mwenza wako mna ugomvi lakini amuongee. Lakini siku mkiongea hata kama mjakubaliana basi itakuwa imepunguza, unaweza hata mkasalimiana. So umeelewa? Kabla 2015 kwa kufanya uchaguzi, mazingira yalikuwa ni haya. Hakuna mtu ashalalamika kuhusu uchaguzi. Tukamwja 2019 mambo yamebadilika, 2020 mambo yamebadilika, 2024 mambo yakarudi chini. Kwa hiyo lazima ikifika sehemu sasa unawaambia watu tujiangalize ni sehemu gani tunaweza kurudisha ile imani iliyokuepo. Maana sheria zilikuwa ni hizi, tume ilikuwa ni hii, mazingira yalikuwa ni haya. Tuangalie tumekosea wapi ili tuweze kurudi pale ambapo tulipokuwa. Na meza ya maridhiano naamini inawezekana. Na kabla uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka jana, tayari imani ilikuwa imesharudi. Crown Media. Hapa ni nyumbani.